Sako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Kwa upande wangu nahisi ni kwa sababu ya kujituma, alafu na kabla ya kucheza nafasi ya kiraka mara kwanza nilikuwa nacheza katika eneo la midfield defensive. Kwa hiyo nilikuwa na uwezo kucheza midfield, kwa hiyo na ikatokea siku mwalimu akaniamini katika position ya fullback mkwasa. Na mechi ambayo aliniamini kucheza fullback namba 2 ilikuwa ni mechi dhidi ya Yanga. Alafu na hiyo ndio ilikuwa ni mechi yangu ya kwanza ya ligi kuu. Ilikuwa ni Taifa. Kwa hiyo namshukuru Mungu, na kadri siku zili kwenda akanazidi kunibadilisha position, nimecheza fullback namba 3, midfield. Kwa hiyo namshukuru Mungu na najivunia kwa kuwa nacheza nafasi zaidi ya moja. Kucheza kwako nafasi zaidi ya moja unadhani kumekupa fursa gani? Nafasi, ukiwa mchezaji unacheza nafasi zaidi ya moja, inakupa advantage pia kwa upande wako. Kwa upande wangu mimi nashukuru Mungu na naendelea kujituma kadri niwezavyo ili kupata nafasi kucheza katika timu yangu, iwe position yote ambayo mwalimu ataamini kunipa katika siku ya mchezo hiyo. Kwanza hongera kuwa miongoni mwa wachezaji ambao wameandika historia mpya kwenye kikosi cha Azam FC ambacho umefanikisha kufika katika hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwanza kwa kweli namshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa sababu ni kitu ambacho katika malengo ambayo tulivyokuwa tumeingia katika msimu huu, jambo ambalo pia nilikuwa namuomba sana Mwenyezi Mungu kuandika historia katika timu. Kwa maana jambo ambalo tumelifanya ni takriban miaka 20 jambo hilo hajatokea. Kwa hiyo najivunia kuwa katika pati ambao watu wameandika historia katika klabu. Kwa upande wangu mimi namshukuru sana Mwenyezi Mungu. Yes, mpaka sasa hivi katika hatua makundi mmecheza michezo 2 na mchezo wote mmepoteza. Wewe kama mchezaji umejisikiaje na nini hasa sababu ambayo kwa wewe ukitazama unadhani kuwa chanzo cha nyinyi kupoteza mchezo wote? Ni kweli tumepoteza mchezo wa kwanza, tukaja tukapoteza mchezo wa pili. Ni mistake ambazo kwenye mpira zipo, ni mistake ambazo tumezifanya tukaruhusu kupoteza, lakini the way hata mkiangalia wenyewe ni mechi ambazo tulikuwa tumezikamata na tulikuwa na uwezo wa kushinda, lakini sasa sisi kwa upande wetu sisi tunapanga mengine, Mungu naye anapanga mengine. Kwa hiyo sisi kama sisi tumeliangalia hilo na mwalimu kaliona pia, kwa hiyo atakuja kurekebisha uwanja mazoezi na nafasi bado tunayo kubwa sana. Kwa hiyo tuna uwezo wa kuenda kule kwa idadi tukapata matokeo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinawezekana katika mpira. Unadhani hasa kipi hasa sababisha nyinyi mkapoteza? Nimesema tu kwamba ni mistake ambazo tu tumezifanya, mistake ndogo tukapelekea kupoteza mchezo. Lakini mkiangalia mechi tulikuwa tumeshaikamata vipindi vyote. Kwa hiyo ndio maana nimesema ni kwamba sisi tulipanga tushinde, lakini na Mwenyezi Mungu pia anapanga la kwake. Kwa hiyo yote tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunashukuru pia japokuwa tumeumia, lakini sisi kama wachezaji tunasema tutakuja kurekebisha na mwalimu kashaliona hilo, kwa tutajipanga zaidi ya mchezo ujao. Kwenye michezo ya hivi karibuni umeonekana ukitumika kama mlinzi wa kulia, kuna nyakati mlinzi wa kushoto, na Tanzania miongoni mwa kuna wachezaji wengi wenye ubora mkubwa ambao wanacheza mawinga. Kwa kweli ni mchezaji upi ambaye hutamani ama ukikutana nao sema hapa leo kazi ninayo? Mimi kwa upande wangu naamini kila mchezaji, kila winga ambaye yupo katika timu yake anapata nafasi ya kucheza ni mchezaji mzuri. Kwa mimi siwezi kusema kwamba naenda kucheza mchezo huu labda nakutana na winga huyu fulani mchezo utakuwa mgumu. Mimi kila mchezo ambao naenda kucheza na winga naye kutana naye na mheshimu kwa sababu ni mchezaji ambaye yupo katika Premier League. Kwa hiyo namheshimu kila mtu. Sitaki kuangalia kwamba huyu kwa sababu anacheza labda Mbeya City au anacheza sijui Yanga, anacheza Simba. Hapana, mimi nakuwa namheshimu kila mtu. Yes, nilizungumza na Pascal Msindo kabla ya wewe lakini pia nikazungumza na Rusajo. Miongoni mwa wachezaji ambao waliwataja ni Pacome Zouzoua. Kwa kweli Pacome ni mchezaji design gani? Na ushakutana naye nadhani mara kadhaa. Pacome ni mchezaji ambaye ana quality kubwa sana na analionyesha hilo katika ligi yetu ya Tanzania na ana mchango mkubwa pia kama unavyoona katika timu yake ya Yanga. Ni mchezaji ambaye kiukweli yuko vizuri sana. Amekuja kutuonyesha kitu kikubwa sana. Yes. Sawa, kumekuwa na wimbi kubwa la watu, baadhi yao wakizungumza kwamba kuna haja sisi kama taifa kuacha kuchukua wachezaji wengi kutoka nje ya mipaka ya Tanzania na tuendelee kuamini wachezaji wazao. Kwa wewe unaona swali lina afya kiasi gani ama wewe mtazamo wako ni upi? Je, tuendelee kukusanya rundo kubwa la wachezaji kutoka nje ya Tanzania ama tukubali kukuza vipaji ambavyo vinapatikana hapa nchini?
Yote kwa yote ni kwamba tunaweza tukaendelea kukuza vipaji ambavyo viko nchini kwetu, lakini pia ukiangalia hata wageni ambao wamekuja katika ligi yetu ni wamekuja kutupa motisha kubwa sana, wamekuja kutoa challenge ambayo inasababisha ligi yetu sasa hivi inazidi kuwa bora zaidi. Kwa hiyo naamini japokuwa tunabidi tuinue vipaji vyetu, kwa sababu kama timu inaweza kusajili mchezaji mkubwa kutoka nje, kwa nini umzuie? Hayo ni maamuzi ya klabu. Kwa hiyo mimi naamini tu kwamba hata wageni wanaokuja, tunaona wakina Chama, wakina Ucho, wakina Pakome wanaosema, wakina Yao Kwasi, ni wachezaji ambao ni top quality. Kwa hiyo tunajivunia pia na wao kuwa katika ligi yetu, kwa sababu tunapokuwa na wachezaji katika ligi yetu katika mataifa mbalimbali, inaongeza ubora katika ligi yetu. Umeona sasa hivi ligi yetu pia imekuwa bora, yani katika ligi ambayo ni bora pia. Hata wachezaji wengi pia nao sasa hivi wanatamani kuja kucheza Tanzania. Kwa hiyo naamini ligi yetu kadri siku inavyozidi kwenda itazidi kuwa bora zaidi. Sawa, katika michezo takriban 6 ambayo ushacheza sasa hivi kwenye kombe la shirikisho msimu huu barani Afrika, kipi hasa ambacho unaweza kusema hapa mimi nimejifunza kutoka michezo hii? Kwa sababu mara nyingi mmekuwa mkishuhudia vilabu vingine vikiwakilisha katika hatua za juu, kwa mfano hatua makundi. Kwa upande wetu sisi, kama wewe mchezaji binafsi unasema leo nimeingia kwenye mchezo ama nimecheza michezo kadhaa, nilipata nafasi ya kucheza, kuna kitu ambacho nimeona tofauti ama kuwepo sehemu ya benchi la ufundi na ukaona namna ambavyo wenzako wamekuwa kipambana kwenye kiwanja? Kwa upande wangu mimi, kutokana na michezo ambayo nimecheza, pia ukilinganisha na ile timu ya El Merreikh ile ya kule ya Sudani, na katika michuano hii kuna vitu nimeviona kwamba hii ni michuano mikubwa. Kwa hiyo kuna lile joto ambalo mchezaji unakuwa unakutana nalo ndani ya uwanja. Kwa hiyo ni michuano mikubwa, kwa hiyo tunajivunia kuwa na michuano mikubwa. Japokuwa hata napokuwa sometime niko let me say kwamba kwenye mchezo wetu uliopita dhidi ya Wydad, kuna vitu sana vingi nimeviona kwamba timu yetu inazidi kuimprove kadri siku inavyozidi kwenda. Kwa hiyo naamini tunajifunza vitu vingi. Wydad tumecheza na Wydad, ni timu kubwa, lakini ukiangalia tulimaintain vipindi vyote viwili, cha kwanza na cha pili. Kitu ambacho tulishindwa tu ni kupachika tu kuweka goli nyavuni. Kwa hiyo naamini kama tulicheza na timu ambayo ni Wydad, timu kubwa barani Afrika hapa, na tukaweza kumaintain vipindi vyote viwili, mimi naamini kwamba timu yetu inazidi kuimprove kadri siku inavyozidi kwenda. Sawa, tukisema umzungumze mwalimu wenu mkuu kwa maana ya Florent Ibenge, kwa kweli ni mwalimu wa design gani? Kwa sisi kama watangazaji tunajua ni mwalimu mwenye profile kubwa. Wewe umefanya naye kazi kwenye field, kwa maana upo naye anafundisha. Ni mwalimu wa design ipi? Yaani ukisema umzungumzie Ibenge huwezi kumaliza kwa sababu ni top. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.